Naam, asante sana msikilizaji. Hii ni Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari zilizojiri kwa siku ya leo. Na katika taarifa zetu hizi tuanzie huko katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni kwamba magari aina ya Land Cruiser yaliyokuwa yakibeba vitu vya waasi wa M23 na AFC wameanguka katika shambulio lililokuwa likitekwa nao wazalendo katika kijiji cha Toyota, kijiji kipatikanacho kwenye umbali wa kilomita 30 kutoka katika mji wa Bukavu, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini. Waasi wa M23 inasemekana kuwa walikuwa na kwenda kuimarisha ngome zao zipatikanazo Panyangezi. Matokeo kwa muda ni watu 27 ndio wameripotiwa kufariki, ila matokeo rasmi bado kutolewa. Na huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kwamba gavana wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na serikali ya DRC, Meja Generali Kakule Evariste Somo, ametangaza likizo ya kiufundi kwa wafanyakazi wa serikali na watumishi wa umma walioko katika maeneo yanayomilikiwa na waasi wa M23 na ambao wameshindwa kuungana na ofisi yake iliyoko mjini Beni katika mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huo umekuja katika barua ya mzunguko iliyochapishwa siku ya Jumatatu ya tariki 30 Machi 2025 na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, Meja Generali Evariste Somo Kakule, akizingatia vikwazo vya kibajeti kutokana na kudhibitiwa kwa sehemu kubwa ya mkoa huo wa Kivu Kaskazini na waasi wa M23. Huko jimboni Kivu ya Kusini pa Uvira ni kwamba baraza la bunge la mkoa wa Kivu ya Kusini limefungua milango yake rasmi siku ya kwanza hii mjini Uvira kwa muda. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia Mashaka amesema kupokea kwa shingo upande hatua hiyo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, notable huyo wa Kivu ya Kusini pa Uvira ameonesha hapa mtazamo wake. Effectivement, leo balifungula session de mars, même si balifungula na retard parce qu'en principe inapaswa kufunguliwa le 15. Na bon, balifungula fin du mois, hayakuwa na retard parce que bako na 3 mois ya kusiéger mpaka mu juin, le 15 juin. Una problème na balifungulia kumeri ya Uvira na bataendelea kusiéger maintenant hapa Kavimvira, ndo kwenye kutakuwa siège ya assemblée provinciale pale en face na Monisco. Parce que ndio kwemina wana banaandika bureau provisoire ya assemblée provinciale ya Sud Kivu. Mais qu'on a posé un certain nombre de problèmes, notamment est-ce que les députés watakuwa au complet, parce que tunajua kwamba bali kila mtu alibomoka lwake, bene bako Bulaya, biko Kinshasa, biko ailleurs, siwe tunaweza penda bakwe bote au complet ku prochaine session kesho au kesho yake baonekane bote. Probleme ya pili ni kuinajipose ni eske watakuwa bien remunere kufatana na kisi walikuwa nalipwa. Najua tuko bako na mariere ya mingi parce que Kinshasa ndio na walipaka à travers ma retrocession na franga ingine na kwa collecte ku ma taxe ya EAD province. Probleme ya tatu ni kujiuliza eske isero capable ya kuzunguruka maeneo yabo kwa walikuwa eli notamment Ijui, Kalehe, Kabare, Walungu, Uvira na Fizi. Eske watakuwa mezira kufika mantite yabo yote, na eske kwanza walikuwa banafikaka mwayo avai ma evenement. Probleme ya ine na jipose ni kujiuliza pourquoi banaendelea banaetika kusiéger hapa comme representant yetu alors que kwetu libatumaka napashwa kwa ni Bukavu ndio wanapashwa bakia. Eske haiko faso ya kugabula province, parce que faut tuambiane gouvernement provincial mwe iko na siège hapa na Manu Birato mwe alikuwa aliwekewa na bale ya AFC na iko na siège ku niveau ya Bukavu, ile na nyingine gouvernement provincial. Upande mwingine ameongeza kuwa ya muhimu zaidi serikali ifanye kila liwezekanalo ili kudhibiti kuanza Bukavu na eneo zingine zinazomilikiwa na waasi wa M23. Andre Biadunia Mashaka rejea mara tena kunako laini ya simu ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV katika mji wa Uvira. Pourquoi tuendelee kukosione bia kugawula inchi alors que tuko na possibilité ya kurudisha biote benye tunaweza kurudisha mikono ya serikali, mu legalité, mu legitimité.
Pourquoi ne pas kupatia bazalendo benye bako na besoin biote ba récupérer ima entité yote nilisha kuwa mikono ya baasi afin que province ikuwe tena réunifiée na tubakiane na gouvernement provincial moja. Parce que ukiangalia vizuri leo sincèrement il faut tuambiane kweli, au lieu de 26 provinces au niveau national, nous avons aujourd'hui 28 provinces, parce que province à Sud Kivu nakuwa na 2 gouverneurs na province à Nord Kivu nakuwa na 2 gouverneurs. Umoja iko Bukavu, mwingine iko Uvira. Wa Goma umoja iko Goma, mwingine iko Beni. Est-ce qu'il faut kwenda cautionner ile? Mimi naweza gouvernement faut activer hii parallelisme hii tatuletea shida kesho, na watoto batandika histoire ke bapara yetu balishindwaka kujiasime. Ndio maana recommendation ni kusema haiko vizuri sisi ku niveau yetu kuona tuko tunasiege Uvira na bengine bajiulize namna gani tutaishi Bukavu. Leo kuko ile rupture ya communication entre Bukavu na sie na entité zetu ziko ma intérieur, hatuko tunakomunike vizuri. Je ne pense pas que hii kufungule ya assemblée hapa na encourager sawa sawa na gisi nisemaka tena wakati ya gouvernement que ça n'encourage pas. Il faudrait kuona namna gani kubuter dehors ennemi pour que ma entité zetu zibakie gisi zilikuwa ka depuis zamani. Balianza kusiege mais ndio betuko tunakatala bila haviko vya mzuri. Ils peuvent d'abord rester là-bas provisoirement, mais hatuwezi kuwapatia muda mrefu par le fait que kuendelea kubakia mwa ile ma forfaiture vile makosa ya vile ni kuzisha inchi, ni kugavula inchi. Tunasemaka balkanisation, mais les petits gestes comme ça ndio zinaonyesha kwamba inchi kwende nagavuliwa polepole. Unaweza kusikia kesho wanaleta force ya interposition yanakatala gouvernement isikake tena kwenye M23, iko na M23 isikake tena kwenye gouvernement na kuwaka. Na tunaweza kufanya hata 10 ans tuko mwele situation. Na inakuwa désavantage kwetu si peuple congolais parce que yeye adui Rwanda na bengine bataendelea kuexploiter vya kwao bila problem. Tubaki tu katika jimbo hilo la Kivu ya Kusini, tujelekeze kule katika tarafa la Fizi. Ni kwamba shughuli mbalimbali hasa zile za kibiashara zinaripotiwa kuzorota siku baada ya siku katika kijiji cha Mulima, sekta ya Tanganyika, tarafa ni Fizi. Hivyo ni baada ya trakti zinazokotwa mara kwa mara zinazotaja kuwa muda wote kundi la Ngomino na Twigwaneo watakwenda kushambulia kijiji hicho cha Mulima. Kwake Inonsalike, kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo la Mulima, ameonyesha kuwa hali hiyo inakuwa na vinyume vingi kwa raia, kama alivyoeleza hapa kuna line ya simu ya Tanganyika FM. Eneo letu tunamo usalama ndogo tu kufatana na mahabari inayozagaa kama hawa wa Wanyamurenge wa kundi la Twigwaneo wanayoandika mabarua zao na kutupa matraka ya kusema kama wao watafika katika kijiji cha Mulima kuja kushambulia. Yale yanatia raia na hofu sana. Mpaka sasa hivi mwingine inaendelea kuwa na upweke. Hata wafanyabiashara waliokuwa ndani ya parking ya Mulima watu wameondoka na kujielekeza katika vijiji jirani kama vile Kichula, wengine wako Mukera na wengine wanaingia Baraka. Hayo yanasababishwa kabisa na usalama kuwa ndogo. Hayo ndio yanatuma raia wengi wanatoka, hata wakaaji wa kijiji cha Mulima nao wanatoka na kukimbia eneo lao sababu ya hiyo mahabari. Na lengo kubwa la kuja kushambulia mji wa Mulima, lengo kubwa lao ni kufuatana na njaa, sababu ile njia ambayo ilikuwa ikiwasaidia kutoka Mulima kujielekeza Minembwe ilifungwa na askari jeshi wetu wa taifa pamoja na wazalendo wanaoongozwa na Jemedari Amuri William ya Kutumba. Alitosha oda ya kufunga njia ya Minembwe, kusipande chakula, kusipande na sukari, kusipande vitu vyote tu. Alafu haya yalisababisha sana njaa kwao, na hiyo ndio lengo na shabaha ya kusema waje na kushambulia mji wa Mulima. Lakini jeshi letu linapatia raia na kuwaambia kama wawe katika mji, sababu wao watapambana pamoja na wazalendo wanaikala kwenye milima mirefu kule wakichunga raia. Hata hivyo, upande mwingine Inonsalike amehakikisha kuwa raia waliokuwa natekwa nyara katika kijiji hicho cha Mulima wameachiwa huru kama alivyorejea mara tena. Raia wa kijiji cha Mulima wanaishi tu, lakini wanaishi na hali ya uoga ndani yao. Hali ya uoga imewakumba na wanaendelea kufanya shughuli zao wakijielekeza shambani. Wanakwenda shambani
na kwa soko ndogo ile ya Kasoko wanaendelea kufanya shughuli zao za biashara wale wanamuke, lakini watu wanawoga zaidi. Woga zaidi ni yale ambayo inakumba watu mamida saa ya usiku zaidi. Ni yale raia wanaogopa sana, lakini muda ya mchana watu wanaikala na wamani tu. Lakini jeshi letu linapatia watu nguvu na kuwaambia kama wasiofu, na pamoja na wandugu zetu wazalendo kama vitu vitakuwa sawa. Na kulikuwa wadada wengine wetu ambao wa Kibembe walikuwa wakikamatiwa huko Minembwe, walikuwa wadada 6 ambao walikamatiwa na kundi lilo la Twigwaneo, lakini kwa sasa walionekana maeneo lile, walikuwa wakiwabeba porini, lakini waliwarudisha. Kwa sasa wako mikononi mwa mkuu wa Mushi ule wa Komersambi, la mwenye anasimamia wachuruzi Minembwe kwa siku ya leo. Na huko katika jimbo la Tanganyika katika tarafa la Moba ni kwamba watuhumiwa wawili hususa mwanajeshi mmoja wa taifa FARDC wa kikosi cha maji na raia mmoja waliokuwa nasikilizwa juu ya vitendo vya uwizi wa kutumia silaha kinyume cha sheria ya nchi ya DRC wamehukumiwa, huku raia mwingine ambaye alikuwa anafuatiliwa kwa kesi hiyo ameachiwa huru bila shurti yoyote. Hukumu hiyo imetolewa na mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi siku ya Jumatatu ya tariki 31 Machi 2025. Mwanajeshi huyo amehukumiwa kifungo cha kifo na raia huyo pia amehukumiwa kifungo cha miaka 10 jela. Hukumu hiyo imetolewa siku 5 baada ya kuendeshwa kwa masambo ya hadharani kwenye eneo la kijiji cha Mulekai Mobapor, kitongoji cha kibiashara cha bandari tarafani Moba toka Machi 2027 hadi tariki 31. Tujelekeze sasa huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa mara nyingine tena ameshtumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuhusika katika mauaji ya watu aliyosema wanakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 10 ambao wamepoteza maisha katika siku za hivi karibuni kutokana na uvamizi wa Rwanda ambao umekuwa ukitumiwa na waasi wa M23 na AFC katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli yake ameitoa wakati wa uzinduzi wa majadiliano ya kitaifa yaliyoanza tangu siku ya Jumatatu hii ya tariki 30 Machi 2025 katika mji wa Kinshasa, ambapo wadau wa kitaifa na wajumbe wa kimataifa walizungumzia mauaji ya halaiki ya Kongo yanayofahamika kama Genocost. Tubaki tu hapo Kinshasa ni kwamba vyama kadhaa vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimesusia mashauriano ya kisiasa yenye lengo la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa yaliyoanzishwa na rais wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi jijini Kinshasa. Vyama vya kisiasa kama ECD, chama kinachoongozwa naye Martin Fayulu, na kile cha Ensemble pour la République kinachoongozwa naye Moise Katumbi Chapwe ni miongoni mwa wale wanaokataa kushiriki katika mchakato mwingine wowote wa mazungumzo sambamba na mpango wa maaskofu. Tumalizia taarifa zetu hizi za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Na huko Burundi ni kwamba serikali ya nchi ya Burundi imesema kuwa baadhi ya wasichana waathirika wa vitendo vya ubakaji nchini humo Burundi wamekuwa wakikumbwa na unyanyasaji katika jamii. Mkuu wa jimbo la Gitega Bwana Vena Manirambona amesema kuwa vitendo hivyo vya ubakaji vimepungua sana tofauti na hapo awali, kama alivyoeleza hapa. Mtoto akibeba mimba wanaoanza kuathirika ni wazazi. Katika jamii huanza kuwasema kuwa walilea vibaya, na kuna wakati mwingine familia umeona mtoto kama hafai, lakini ingawa hawapokelewi vizuri kwa sasa katika familia na jamii inayowazunguka kuna tumaini. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na weka nukta katika taarifa zetu za habari. Mimi ni Omari Makilele Ozil. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza
na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.